na kunionyesha tafsiri yake. Atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Fungu lile la 11, habari kutoka kwa Malkia. Fungu la 11 nasema, Malkia anakuja na majibu kuhusu mara baada ya hawa walinzi, hawa wachawi kuwa wameshindwa. Na Mungu inasema, yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya Mungu, roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake, na katika siku za baba yako nuru ya ufahamu na hekima zionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadneza baba yako, na mfalme baba yako akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na Wakaldayo na wanajimu. Fungu la 13, ndipo Danieli akaletwa mbele ya mfalme, na mfalme akanena akamwambia Danieli, je, wewe ndiwe Danieli yule aliye mmoja wa wana wa Yuda waliohamishwa, ambao mfalme baba yangu aliwaleta huku toka Yerusalemu? Fungu la 25, Danieli anatoa tafasiri. Neno la Mungu linasema fungu la 25, na maandiko yaliyoandikwa, anatoa tafasiri yale maandishi ya kwamba mene tekeni na pelesi. Na tafasiri ya maneno haya ni hii: mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana ya kuwa umefungua. Na peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Wajemi. 29, fungu la 30, usiku huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo akauawa, na Dario Mmedi akaupokea ufalme, na umri wake ulikuwa miaka 62. Unaweza ukafunga Biblia yako. Kuelekea miisho ya maisha ya nabii Danieli, ni Danieli ambaye alikuwepo toka kipindi cha Nebukadneza baba yake Belshaza, na hivyo wamepita viongozi wengine ambao walikuwa hawana hekima wakiongoza Babeli. Na huu muda sasa, wakati tukio hili linatokea, Babeli ipo chini ya mtawala kijana Belshaza. Babeli, mji ambao ulifahamika kuwa na bustani inayoning'inia ikizungukwa na mito na mambo mengi ya kifahari. Mfalme huyu kijana Belshaza anaita kufanyika kwa karamu katika nyumba yake, na kama haitoshi, anaamuru vifaa vitakatifu, vyombo vitakatifu viweze kuitwa viletwe kwa ajili ya kutumika katika shughuli yake ambayo aliandaa, ambapo watu mbalimbali aliwaita ili wafanye sherehe yake. Katika kitabu cha Manabii na Wafalme ile gombo la pili, ukurasa ule, sura ya 43 mstari wa 139, neno la Mungu linasema, Belshaza, mlinzi asiyeonekana. Belshaza hakufikiria hata kidogo kwamba kulikuwa na shahidi wa mbinguni kwenye karamu yake ya kuabudu sanamu. Huyo mlinzi mtakatifu hakutambuliwa katika ile sherehe, lakini alikuwa akitazama tukio la unajisi likifanyika. Alisikia zile furaha za kufuru zikifanyika, aliona ibada ya sanamu ikifanyika, lakini punde tu yule mgeni ambaye alikuwa hajaalikwa alifanya uwepo wake utambulike. Mlinzi asiyeonekana. Wakati giza linazidi kuwa ni zito katika usoni mwa dunia, wakati watu wako bize katika kutafuta, wako bize katika kusafiri, wako bize katika biashara, hata vita vinaendelea. Hata leo unasikia Marekani, Irani, vita vinaendelea. Wakati giza ni kubwa, yupo mlinzi asiyeonekana kwa macho ya kawaida, anatokea katikati ya hali yote. Elijah anasema, wakati Belshaza na watu wengi wakifanya yale mambo, wakati giza
la uovu linazidi kuwa kubwa, wakifanya mambo yasiyotakiwa. Yule mlinzi asionekana, yule malaika wa Mungu asionekane kwa macho ya kawaida, alikuwa akitazama kila kinachofanyika. Si kwamba hakuona kwamba vifaa vitakatifu vipo vinafanyiwa hapo vipo katika sherehe ya mfalme. Si kwamba hakuona sanamu zikiabudiwa, na yeye anatazama. Katika kitabu cha Manners and Customs of the Bible toleo la 3 ukurasa ule wa 205, neno linasema wakati wote Mungu hutumia udhaifu wetu kujifunua. Mara nyingi Yesu au Mungu hutumia vile vitu vya kawaida ambavyo sisi tunavitumia kila siku, ambavyo tumevizoea kila siku, tunaona vya kawaida, huenda vingine tunaviabudu, huenda vingine tunaviishi navyo, naye hupitia katika vitu hivyo kujifunua. Wakati wa Ninawi, katika mji ule, samaki ilikuwa ni moja ya mungu wao wakimwabudu, na hivyo Mungu anammezesha Yona katika samaki na anadhihirisha uwezo wake. Wakati wa Musa, mnakumbuka ya kwamba kulikuwa na uchawi wa vijiti vinavyowaka moto, naye Mungu akapitia katika vijiti vinavyowaka moto kujidhihirisha. Kama haitoshi, wakati wa Israeli, yani mapigo yote ya Wanaisraeli ilikuwa ni miungu ya Israeli, ya Farao katika Israeli kule, alipitia katika miungu hiyo na yote yakafanyika. Ndivyo ilivyokuwa wakati wa Belshaza. Uchawi ilikuwa ni sehemu ya maisha yao. Hata maana ya Belshaza ni kwamba Baali ana Mungu anamlinda, alikuwa akilindwa na wachawi, na hivyo uchawi ulikuwa ni kitu ambacho wamekizoea, kama ambavyo sasa hivi unaweza kusema mambo mengine ya kawaida. Mungu naye hupita katikati ya jambo hilo kujidhihirisha. Walikuwa wakizoea wakati mambo yakifanyika kupitia uchawi wao, walikuwa wakiona viganja vikiandika, walikuwa wakiona ishara ya maneno yakiandikwa katika kuta zao katika sehemu mbalimbali, na walikuwa wanaweza kutafasiri. Lakini ajabu ni kwamba siku ile tukio la kiganja kuandika haikuwashangaza, maana walizoea kuona vitu vikiandikwa katika uchawi wao. Kilichowashangaza ni kwamba kiganja kiliandika mambo ambayo hawezi kuyatafasiri. Bwana Yesu asifiwe. Kiganja kiliandika mambo ambayo hawezi kuyatafasiri. Mungu alipitia katika kila ambacho wanakiamini, katikati ya giza hilo hilo, vitu ambavyo wamevizoea. Mungu naye akapita katikati ya jambo lile lile, na hivyo katika uchawi wao ule ule, Mungu anapita kwa mkono wa mwanadamu, unaandika mene tekeli na pelesi. Ashukuriwe Mungu wa Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Ashukuriwe Mungu wa Danieli, ambaye wakati kiganja kilipokuwa kikiandika lugha ambazo hazieleweki, Malkia anakumbuka ya kwamba yupo mwanaume mmoja katika Babeli ambaye alikuwepo toka enzi baba yao Nebukadreza, ambaye ni Danieli. Na hivyo Danieli anaitwa na kuletwa mbele ili atoe tafasiri ya mambo yale. Anaidiwa zawadi nyingi ili aweze kufanya tafasiri yale mambo. Ashukuriwe Mungu wa Danieli ya kwamba wachawi walishindwa kutafasiri, wale ambao walikuwa wakiwaamini. Hata wanajimu walishindwa, Wakaldayo na wasomi walishindwa, lakini Mungu akamtumia Danieli katikati ya giza kubwa. Danieli anakuja na tafasiri. Jioni ya leo kuna mambo matatu kama si manne tunaenda kujifunza kwa dakika zilizobaki. Jambo la kwanza, wakati giza linaongezeka, neema bado ingalipo. Wakati giza linazidi kuwa kubwa, bado nuru inaonekana tena kwa uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanadamu wanazoea mambo ya kawaida, wakiwa wako busy katika mitandao ya kijamii, wakiwa busy katika kupigana katika vita, katika biashara, katika kutengeneza mambo ambayo yanawafisha wao wenyewe na kumsahau Mungu, bado Mungu anajidhihirisha kupitia mambo ambayo wanayafanya, ambayo unaona ni ya kawaida. Mungu mwenyewe hujidhihirisha. Lakini kama haitoshi, Mungu mwenyewe hutoa watu wake,
kupitia watu wake. Wapo ambao wataamka na watasema kweli, watatoa tafasiri ya mambo ambayo yanatokea hata leo. Yale ambayo itabiriwa yanafanyika, hata leo yanatokea. Vita vitatokea. Hata jana usiku mnafahamu ya kwamba yupo kiongozi anauawa, makombora yanarushwa, vita inaendelea. Mambo makubwa na ya kutisha na ya kuogofya yanaendelea, na yanaogofya kweli kweli. Lakini katikati ya yale yote, neema ya Mungu bado ingalipo. Hata sasa, jioni ya leo, katika ubize wa mambo yote ambayo yanafanyika, tunatembea katika mfululizo wa masomo yanayosema ya kwamba hata katika ongezeko la giza, neema bado ipo. Na hivyo Mungu atatumia mafundisho kadhaa ambayo ni misingi yake ya imani, ambayo anatamani watu wote tufahamu. Na kupitia vifungu hivyo na kupitia mafunuo hayo, neema ya Mungu bado itaonekana na itawaita watu wote kuja mbele zake katika juma lote hili la maombi na effort yote katika juma hili kupitia mahubiri haya. Bwana Yesu asifiwe. Sura ile ya 5 fungu la 31 na 30 na 31 inaonyesha kikomo cha mwisho wa Belshaza. Belshaza aliuawa na ufalme mwingine akasimama. Maana yangu ni nini? Yote hayo ambayo yanafanyika, yanaendelea, yatafika mwisho, na Yesu mwenyewe ambaye alisema naenda nitarudi tena, atakuja tena kwa uhakika. Na ufalme ambao unaendelea, ambao shetani anajichukulia umaarufu mkubwa, anateka fikra za watu na kufanya mambo anayopenda mwenyewe, yamkini anachukua hata walio watakatifu, Yesu mwenyewe atashuka na atakuja tena na atakomesha tawara, atakomesha yale yote ambayo yanafanyika. Ile hofu ambayo inaendelea, vile vita ambavyo watu wanajipambanua katika vita, yale magonjwa ambayo yanatisha watu wengi, kila kitu ambacho inaonekana ni giza mbele za watu wake, vitakoma pale Yesu ambapo atarudi tena mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye unafuatilia matangazo haya, unaweza ukashiriki pamoja nasi kila siku, na nakuhakikishia kwamba jioni ya leo ya kwamba katika hofu, katika yote, katika magonjwa, katika vita, katika jambo lote gumu, Mungu bado yungalipo. Anakutazama mlinzi asionekana, yupo hata leo. Anakuona kwa kile ambacho unakipitia. Ulipo kanisa, unaweza kusema pamoja nami, na wewe ambao unafuatia pamoja nasi, imba nasi wimbo nambari 142. Nasikia wito ni sauti yako. Na nikualike tena, kesho tutaenda kuzifunua aya katika Biblia, neno la Mungu. Tutajifunza sote kwa furaha, na yamkini tutapata neema na nuru ya Yesu ingalipo katikati ya yote ambayo yanafanyika, katikati ya yote ambayo yanaendelea. Nuru ingalipo. Kuwa na subira, mtumaini Mungu, muamini ya kwamba yupo, anaonekana katika roho, mtafute angali anapatikana. Wimbo nambari 142, nasikia wito ni sauti yako. Nimesogea. Ni maneno katika Biblia leo.
wakati mambo mengine yakifanyika, neno la Mungu lingali kuwa hai na lazima lisomwe kwa nguvu zote, hata kama ni kwa njia ya mtandao. Sambaza neno la Mungu ili ya kwamba Mungu akafunuliwe katikati ya changamoto yoyote. Kama ambavyo Danieli alibuka na kutoa tafasiri, ni Mungu mwenyewe alimweka kwa kusudi. Ndivyo hata leo katika zama za mwisho Mungu hutumia watumishi wake kujifunua mwenyewe, na kuhakikisha kwamba katika juma hili usikose kufuatilia mahubiri haya. Mungu mwenyewe ataenda kujifunua katika masomo ya afya, atajifunua mwenyewe kwa njia ya nyimbo, atajifunua mwenyewe kwa njia ya neno lake, Biblia, maandiko matakatifu.